Kabla sijamaliza hotuba yangu, ndugu wananchi wa Kitui na Kenya, kwanza mimi nataka niwashukuru sana wananchi wa Kitui kwa sababu mmekuja kwa wingi sana. Tuko na halaiki ya watu wengi sana hapa Kitui leo, na mmekuja hapa kuunganisha na kuungana na ndugu zenu wananchi wa taifa letu la Kenya. Leo Kenya mzima inajulikana sherehe ya mashujaa inafanyika katika mji wa Kitui. Wana Kitui, watu wa Kitui, asanteni sana kwa kuwa wenyeji na kwa kutusaidia in hosting this great day as we celebrate Kenyan heroes. Kutoka kwangu na serikali nzima la taifa la Kenya, nawaambia watu wa Kitui asanteni sana. Nyinyi pia kwa kufanya tendo hili la kuunganisha Kenya, nyinyi pia watu wa Kitui na wapigia salute kama mashujaa wa taifa letu la Kenya. Nyinyi mnajua nilikuwa na mpango ya kutembea hapa Kitui kwa shughuli ya mambo ya maendeleo ya taifa letu, hasa mambo ya maendeleo ya Kitui County. Ilikuwa nije hapa Wednesday, na nikuwe hapa tena Ijumaa, na nikuwe tena hapa kesho na kesho kutwa. Nilikuwa nimepanga safari ya siku 5 hapa Kitui na pia katika sehemu zingine za Ukambani. Lakini kwa sababu ya msiba tuliopata, hiyo ziara yangu sasa nitaipeleka mbele kidogo. Wiki 2 zijazo mimi nitakuwa hapa. Mimi nitakuwa hapa. Na nitakuwa hapa makusudi kwa sababu Kitui, Ukambani kwa siku nyingi imewachwa nyuma. Na mimi nimesema kwa vyovyote Mungu anijalie hii Ukambani haitawachwa nyuma tena. Nataka mnisikize jameni, ndugu zangu watu wa Kitui. Sisi ni wananchi wa taifa moja. Sisi ni wananchi wa nchi moja, taifa letu la Kenya. Siasa ya zamani ya ubaguzi, siasa ya migawanyiko na chuki na ukabila ndio imetuletea hasara ya sehemu zingine za Kenya kuachwa nyuma kwa sababu ya siasa duni ya kubagua wananchi wengine. Ndio mimi nimesema kwa vyovyote hii Ukambani haitawachwa nyuma tena. Mnanielewa? Wacha nirudie. Maneno ya zamani ya kusema sijui bomwe, sijui betwe, Ukambani ikabaki nyuma, haitatendeka tena. Nasikia hata kuna wengine wanajaribu kueneza siasa ndogo ati maskini jeuri. Iko maskini jeuri ya kufanya nini? Hakuna umaskini itabaki hapa Ukambani. Tunataka tuungane, tushirikiane, tufanye kazi kwa pamoja. Nataka mnisikize ndugu zangu watu wa Ukambani. Hii stadium tulijenga kama serikali ya Kenya. Tumeweka hapa milioni 750 tujenge hii stadium na bado haijakamilika. Tangojea pengine mwezi moja ikikamilika, tumejenga kila mahali, tumeweka parking mzuri, nitakuja kufungua rasmi ikiwa imekamilika. Na ni kwa sababu tunafanya hivi sio Ukambani peke yake. Tunafanya hivi katika taifa letu la Kenya. Pia nimeamrisha wizara ambayo inahusika na michezo pia tujenge stadium kama hii
pale Machakos, na tujenge stadium kama hii pale Wote, pale Makueni, kwa sababu nchi ya Kenya ni nchi ambayo inajulikana na ni mashuhuri kwa mambo ya michezo, na sababu hiyo stadium and infrastructure ya mambo ya michezo lazima tuwe nayo. Wewe Waziri Mvurya, unajua vile utafanya tukamilishe hii, ili mapema mwaka ujao tuanze Machakos na tuanze pale Makueni, kwa sababu tunataka Ukambani itembee sambamba na sehemu zingine za taifa letu la Kenya. Hapa vile vile tumejenga uwanja wa ndege. Mimi nataka niwaeleze ya kwamba hiyo uwanja haijakamilika. Bado tutajenga terminal building. Tunataka hiyo uwanja ikae kama viwanja zingine za ndege sehemu zote za Kenya. Hapa vile vile kiongozi governor amesema kuna barabara tulisema tumetengeneza. Kuna zingine zimekamilika, kuna zingine bado. Mimi nataka niwahakikishie yale yote ambayo tuliweka katika mpango yetu tutakamilisha, kwa sababu tunataka wakati tunabadilisha Kenya pia Ukambani inabadilika. Sio hivyo peke yake. Nyinyi mnajua ya kwamba mulituuliza tujenge barabara kutoka Kibwezi, na mulisema hiyo barabara iende mpaka ishikane kule Mwingi. Hiyo barabara tulijenga ikakuja ikakwama mahali fulani pale. Mahali naitwa kwa siku ama ni kwa nani? Kwa siku hapo. Sasa mimi nataka niwatangazie. Mahali hiyo barabara ilikwama, sasa nimetafuta pesa ya kuikwamua, kujenga ifike Migwani mpaka ifike Mbondoni, iungane na barabara ya kwenda Garissa. Tunaelewana jameni? Na nishamwambia Waziri Davis Chirchiri yuko hapa kwamba hiyo barabara sitaki tena mambo ya barabara hiyo kukwama. Tunataka tukamilishe hiyo barabara, kwa sababu mpango yetu ni kuhakikisha ya kwamba Kenya inasonga mbele. Nyinyi mnajua hizo barabara na miradi mingine nyingi zilikwama kwa muda mrefu, kwa sababu tulikuwa na matatizo na uchumi wa taifa letu la Kenya. Na niliwauliza kwa unyenyekevu, munipatie nafasi kidogo ninyoroshe mambo ya uchumi. Sasa mimi nataka niwatangazie uchumi wa Kenya sasa iko steady. Na sasa tuko na mpango kamili ya vile tutasukuma mambo ya maendeleo ya taifa letu mbele. Vile vile viongozi wetu hapa walituuliza ya kwamba kuna barabara ingine ya kutoka Chuluni kwenda Zombe mpaka Mwitika. Hiyo barabara vile vile sasa tuko na contractor na tutawajengea hiyo barabara, kwa sababu tunataka tuhakikishe watu wa Kitui East, na mimi najua mbunge wenu Bwana Nimrod Mbai yuko hapa, ni mtu msumbufu sana, ananiuliza hii barabara kila mwaka. Vile vile nimeongea na mama anaitwa Rachel Nyamai ya kwamba barabara ya kutoka Ikudha kwenda Mudha mpaka Mutomo, hiyo barabara pia tuijenge, na tayari tumepata contractor wa kujenga hiyo barabara. Vile vile mnajua kuna barabara ilikwama kule Mwingi, ile barabara ya kutoka Kamuongo kwenda Kandwiwa. Hiyo barabara vile vile sasa tuko na pesa ya kukamilisha section ambayo ilikuwa imekwama pale. Vile vile nyinyi mnajua tumepoteza watu wengi, vile governor alivyosema pale Enziu Bridge. Hiyo daraja imekuwa daraja ya maafa. Mimi nataka niwaeleze sasa watu wa Ukambani, waziri yuko hapa, nimempatia maagizo na nimesema kabla ya Februari mvua ianze mwaka ujao, hiyo daraja iwe imekamilika, ndio tusiwe tena na maafa katika hiyo barabara. Tumeelewana watu wa Ukambani na Kitui? Vile vile
nataka mnisikize kwa makini. Hapa Kitui pia tuko na mpango mkubwa ya kusambaza stima. Nilikuwa nije hapa hiyo siku kwa sababu ya harakati hiyo ya kusukuma stima. Mimi naelewa kupitia kwa viongozi wenu ya kwamba bado tuko na wananchi wengi hawajafikiwa na huduma ya stima. Ni kweli ama si kweli? Sababu hiyo serikali ya Kenya imetoa pesa shilingi bilioni 2.2 kuunganisha manyumba ya wananchi hapa Kitui 16,500 mpya. Between now and February next year, hizo manyumba 16,000 tutakuwa tumeziunganisha stima, na baadaye tutakubaliana, baada ya hiyo awamu tutapanga tena vile tutahakikisha kwamba stima inafika kwa manyumba zenu na tunaondoa giza, ndio shetani ashindwe. Mimi vile vile nataka niwaeleze ya kwamba hapa Kitui kupitia program yetu ya affordable housing markets pamoja na hostels tumewapatia budget ya shilingi bilioni 15 ya Kitui. Tayari tuko na projects ya shilingi bilioni 7. Tuko na soko, mmesikia governor akisema soko kubwa ya Kitui Town. Hiyo soko kubwa ya Kitui Town sasa tutaichukua kutoka county, tutaimaliza na tutakamilisha. Vile vile soko ya Mwingi Town. Pia pale Mwingi Town tunataka kujenga soko kubwa kwa sababu mji wa Mwingi ni mji mkubwa. Vile vile kuna soko ya mahali inaitwa Kalundu. Ni mnajua mahali Kalundu iko. Na soko pale Kabati pia tunataka kujenga soko kubwa. Na vile vile Mutomo tujenge soko kubwa. Alafu tuko na soko zingine 10 katika sehemu mbalimbali. Soko yote tunajenga hapa Kitui ni soko 14 mpya ambayo itasaidia wakulima wetu waweze kupata mahali ya kupeleka mazao yao isiharibike. Tuwe na storage, tuwe na cold room, tuwe na mahali ya kuuza, mahali kuna heshima, mahali kuna maji, mahali kuna stima, na mahali wale wote wanaofanya hiyo biashara wanaweza kuendesha biashara hiyo bila ya matatizo yoyote. Vile vile sasa tumepatiana kandarasi ya hostels ya vijana katika TVET zetu, universities hapa Kitui. Wanafunzi 5,600 watafaidika kutoka hostels ambazo tumetangaza kandarasi na tutajenga in the next 1 year ziwe zimekuwa complete. Mimi naelewa vile vile kwamba hapa Kitui tuko na shida ya mambo ya maji. Kweli si kweli? Mnajua tuko na damu kubwa hapa Thwake. Na hiyo damu imejengwa muda mrefu. Mimi sasa nataka niwatangazia kwamba tumepata pesa bilioni 9 ya kukamilisha hiyo damu ya Thwake. By April, May next year, that dam will be complete na itasaidia watu wa Kitui, watu wa Makueni na watu wa Machakos. Tutaweza kupata maji ya manyumbani na maji ya irrigation. Na ili kuondoa chafu, nyinyi mnajua hiyo mto ambaye inatoka Nairobi ndio inaleta maji mpaka hapa Kitui. Pia kule Nairobi ndio tusiwaletee maji machafu. Kule Nairobi tuko na mpango kubwa ya kusafisha Nairobi River ambayo inaendelea saa hizi. Tuko na vijana karibu 40,000 wanashughulika na kusafisha Nairobi River ili maji itakayotoka kule iingie hapa Kitui, iende Thwake, isiwe ni maji machafu. Tuhakikisha kwamba mnapata maji masafi ndio tuweze kutumia manyumbani na vile vile tuweze kutumia kwa
kwa mambo ya kilimo. Vile vile umesikia kiongozi wamesema ya kwamba pia Umadam. Hii Umadam ilianzishwa miaka 15 iliyopita. Sasa hii ni aibu kidogo. Hii dam jameni, mimi nataka tumalize hii dam by next year, hata kama haijafika mwezi wa 4 tumalize hiyo dam. Hii dam haiwezi kuwa inajengwa watoto watazeeka tukijenga hiyo dam. Kwa hivyo mimi nimemwambia waziri, na waziri yuko hapa, Bwana Muridhi, mambo ya hiyo dam, whatever it takes, we must get the resources and complete that dam, kwa sababu watu wa Kitui wanahitaji maji kutoka dam hiyo ya hapo Uma. Na vile vile niwaeleze ya kwamba tayari tuko na mpango ya dam ya High Grand Falls ambayo iko kati ya kaunti yenu ya Kitui na kaunti ya Tharaka Nithi katika sehemu ile ingine. Katika zile dams 50 ambazo nimesema tutazijenga, mega dams, just like Thwake, one of them is going to be the High Grand Falls Dam that we are now planning on how we are going to complete that dam. Nataka kusema mambo mawili ya mwisho. Nyinyi mnajua tumesema ya kwamba tunataka mambo ya afya isiwe ni starehe ya watu matajiri ama watu walio na kazi ama wale wako na uwezo. Tunataka afya iwe ni haki ya kila Mkenya. Na sababu hiyo ndio tumeweka mpango mpya wa universal health coverage ambayo itahakikisha kwamba kila Mkenya anaweza kwenda hospitali yeyote atibiwe na mpango wa serikali iweze kulipia gharama ya hospitali. Watu wa hapa Kitui, katika orodha yetu ama statistics yetu, watu wa Kitui ambao mumejiandikisha kwa SHA ni watu 405,000. Watu 405,000 wamejisajili kwa watu 1,100,000, kumaanisha 36% ya watu wa Kitui wamejiandikisha. Mimi nataka niwaulize wananchi wa Kitui, kujiandikisha ni bure. Wewe ujiandikishe. Ukijiandikisha itatusaidia kujua madawa ambayo inahitajika ni kiasi gani, wauguzi ni kiasi gani, equipment ya